wote mnajua benki hii ni benki muhimu sana kwa wana ushirika na wakulima nchini, na ilianzishwa baada ya maagizo mahususi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa kwa Wizara ya Kilimo miaka michache iliyopita, ikiwa imebeba msukumo wa kuhakikisha tunakuwa na benki ya wanaushirika ili kusaidia kuregulate masuala ya kifedha kwa wanaushirika, na hasa kwenye eneo la mikopo. Na wizara hii kupitia kwa uongozi wa wizara, waziri niliyompokea kijiti na wenzie walikaa wakafanya kazi nzuri sana ya kuchakata mpaka kufikisha uanzishwaji wa benki hii kukamilika. Leo kwa kuwa na sisi tuna chombo hiki cha fedha, taasisi hii muhimu, kwa msukumo wa uwepo umeanza kutujengea kiburi cha majadiliano ya naita interest kwa Kiingereza, riba kwenye benki nyingine zote ambazo zinatukopesha wanaushirika lakini na wakulima. Leo tunazungumza kuwa na single digit ya riba ya mikopo yetu, na mimi naamini kwa kuwa na Coop Bank uwezo wetu wa kujadiliana kwenye kukopa utaendelea kupanuka, na hivyo kuwa na riba ambazo sio mzigo kwa wanaushirika wetu, vyama vyetu vya ushirika, lakini na wakulima wetu nchini. Kwa kuwa leo sio jambo la mjadala wa mambo mengine, leo ni uzinduzi wa huduma ya fedha kiganjani ya Coop Bank kwa maana ya Co-Pesa. Nitumie nafasi hii kuwapongeza sana Coop Bank kwa namna mnavyojielekeza kujijenga kwenye matumizi ya teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma. Ni muda mfupi sana toka mmezinduliwa. Kwa muda mfupi mlikuwa mna uwezo wa kusema bado tunaweka nguvu ya kupanua mtaji wa benki, lakini ninyi mmeenda mbali zaidi. Rekodi zinaonyesha kwa hizi kota 2-3 zilizopita mmefanya vizuri sana, na sasa mnaendelea kufanya vizuri kwa kujielekeza kwenye huduma za kidigitali, tena ambazo ndani yake zinabeba component ya kuwa na mwelekeo wa matumizi ya akili bandia au AI. Ongereni sana. Kikubwa tu na wito wangu, teknolojia ni pana na iko wazi sana, na kwa hiyo inahitaji ulinzi wa makini na wakina, kwa sababu ni mifumo ambayo inatumia teknolojia ya kisasa kwenye kuiendesha. Ni lazima tuhakikishe kila hatua tunaifanyia majaribio ya kutosha ya kujiridhisha na utendaji wake, ili tusitoe mwanya wa wajanja kuiingilia na kutuletea hasara au kuutikisa ukwasi uliojengwa kwa nguvu ya wanahisa walio wengi. Kwa ni muhimu kuhakikisha tunalinda fedha kupitia mifumo hii, kwa kuilinda mifumo yote ambayo tutakuwa tukijiwekea malengo ya kuitekeleza, ili tusije tukaleta changamoto itayotutia kwenye hasara ambayo inaepukika. Kwa kuzingatia hiyo, bodi imedhamiria kujenga benki iliyojikita katika misingi ya tehama na teknolojia ya kisasa kama mbinu na njia mbadala ya kuwafikia Watanzania walio wengi.
Dhamira yetu ya kuwafikia Watanzania wengi haitawezeshwa kwa kufungua matawi au kwenda kwa namna ya kawaida ambavyo benki zimekuwa huko nyuma. La asha. Dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote, kila nyumba, kila kaya ina huduma ya benki katika mikono yake. Benki haitatafutwa kwa kutembea. Benki haitakuwa mahala pa kwenda tena. Huduma za fedha hazitatafutwa kama sehemu rasmi au sehemu ya gulio. Benki hii itafanya mapinduzi kuwezesha huduma za kifedha kuwa rahisi, kuwa nafuu, kuwa karibu pale ulipo, popote ulipo na wakati wowote ukitaka. Na safari hiyo inaanza leo. Kwa tumekuomba Mheshimiwa mgeni rasmi ujumuike nasi kuzindua moja ya bidhaa yetu inayoanzisha safari hayo ya hilo nililolizungumzia kuelekea mwaka 2030. Bidhaa utakayozindua leo ya kidigitali inaleta mwanzo mpya wa unafuu katika sekta ya kifedha. Ukitaka unafuu una jina lingine, na leo Mheshimiwa Waziri utatupa jina la unafuu. Kwa muda mrefu sana gharama za fedha, huduma za kifedha zimekuwa ghali. Tumeleta suluhisho la unafuu. Bidhaa unayozindua leo ni urahisi wa kupatikana, urahisi wa mifumo, urahisi wa huduma zenyewe. Lakini bidhaa unayozindua leo ni convenience, ni ukaribu. Benki katika viganja vyako, benki mikononi mwako. Kwa kweli teknolojia hii imerahisisha. Benki sio jengo tena. Benki sio mahala pa kwenda tena. Benki ni huduma unazozifanya pale ulipo. Na benki ina jina jipya. Leo tutazindua jina lingine la benki.